wewe ulikuwa ni mjinga, hujui chochote, hujui kitabu wala hujui imani ni nini. Hivi vitu umeandaliwa na ukapewa, ukakuwa navyo, kwa hivi ukawa una manufaa makubwa kwa watu wako. Qala al-Imam al-Jalal, mwana wa chuoni aliandika tafsiri ya Qur'ani inaitwa Jalalain, amesema kwenye tafsiri ya aya hii, wawajadaka dhalan fahada, Mola wako amekukuta ni mpotovu akakuongoza. Kwenye Jalalaini anasema shekhe, ay wajadaka dhalan, Mola wako amekukuta ni mpotovu, kwamba uko kwenye mazingira ya upotovu. Amma anta alaihi, ulikuwa umepotea kutokujua haya unayoyajua sasa hivi, hukuwa nayo. Mmefahamiana? Kabla hajapewa utume, si alikuwa anatoka Maka, anakwenda nje ya mji mapangoni huko peke yake, usiku mchana kapiga kambi, anafikiri jinsi ya kumwabudu Mola wake wa kweli na jinsi ya kuwasaidia watu wake waachane na tabia hizi mbaya walizonazo. Hajui aanze wapi, aanze vipi. Kwa hiyo ndo aina ya upotovu alokuwa nayo, hajui. Kwa hiyo huyu bwana shekhe aliandika Jalalaini, anasema wajadaka dhalan amma anta alaihi, Mola wako amekukuta hujui kitu katika hivi unavyovijua sasa hivi. Upotovu wake ni kwamba hana elimu na maarifa ya kuleta kile ambacho anakitamani moyoni mwake. Wawajadaka dhalan amma anta alaihi alana, Mola wako alikukuta wewe huko kwenye upotovu, hujui kabisa kwenye hivi ambavyo unavijua sasa hivi. Hivi vyote hukuwa navyo, hakukuta huna kitu mina shariati, katika sharia ya kuwaongozea watu. Fahadaka ilaiha, Mola wako ndo aliyekuelekeza mpaka ukafahamu sharia na utaratibu wa kuwaendeshea watu au kuwaongoza watu, kuwaelekeza, kuwakataza. Wakila, na panasemwa vile vile, dhalla fi ba'dhi shi'abi Makkah, Mtume kuna kipindi katika udogo wake alipotea katika mitaa ya Maka, kama watu wanavyopotea mjini. Pita anatembea, njia zikamchanganya, akawa hakujua ya kurudia nyumbani ipi. Wengine wanasema upotevu wenyewe alipotea njia, kama anavyopotea mtu mwingine yote. Kila panasemwa dhalla fi ba'dhi shi'abi Makkah wa huwa saghirun, alipotea katika baadhi ya mitaa ya Maka alipokuwa mdogo. Faradahu Allahu ila jaddihi, Allah akamrejesha kwa babu yake Abdul Muttalib bila shaka. Qala Abu Hayani, mwana wa chuoni mwingine Abu Hayani anasema la yumkin hamluhu ala dhalali, aya hii haimkiniki kuibeba kwenye upotovu huo waliokuwa nao wapotovu, ukasema hata na yeye Mtume aliishi maisha ya upotovu sometimes. Haimkiniki kuitafsiri hivyo. La yumkin hamluhu ala dhalali alladhi yuqabiluhu alhuda, haimkiniki tukaitafsiri kwamba Allah alimkuta na yeye yuko kwenye maisha ya upotovu, kama watu wanawashikaji na yeye anawashikaji, wanazini na yeye anazini, wanalewa pombe na yeye aliwahi kulewa, walifanya shirki na yeye alifaa. Hapana, hajapitia hayo. Haimkiniki kabisa kutafsiri hivyo. Lianna al-anbiya ma'sumun min dhalik, kwa sababu mtu yeyote anayeandaliwa kuwa ni nabii anakinga tangu anazaliwa. Mazingira haya hapitii nayo. Manabii wote wanakuwa maasumun, hawafanyi mambo ya ujinga tangu udogo wao mpaka wanapokabidhiwa majukumu ya uongozi. Qala Ibn Abbas, bwana Abdullah ibn Abbas amesema, huwa dhalaluhu wa huwa fi sigharihi, kupotea huku ni kule kupotea kwake alipokuwa mdogo, kama ilivyosemwa hapo juu. Alipotea tu mitaa fi shi'abi Makkah, katika mitaa ya Makkah. Wakila, na panasemwa dhalla wa huwa ma'a ammihi, aliwahi kupotea
kwenye safari akiwa na ami yake, fi tariqi Shami, walipokuwa wanaelekea Sham kibiashara, wanatoka Maka wanaenda zao Sham. Alipotea, akapoteana na ami yake. Yanasemwa hayo yote. Mradi maneno makubwa na muhimu ni yale tuloambiwa hapo juu. Alikuwa hajui vipi aanze kuongoza watu wake. Kupotea kwenyewe ndo kulikuwa hivyo, au ni mazingira aliyokulia ni ya upotovu mtupu, na kwa hali yake yeye ya kuwa ni mtoto yatima na hakuna aliyekuwa anajali mtoto wa mwenziwe, ilikuwa mazingira yamchukue aingie kwenye mkumbo wanaoingia mayatima wengine, chokoraa, watoto wa mitaani na vinginevyo. Allah amemuhifadhi na hayo. Mazingira yalikuwa mabaya, lakini ubaya wa mazingira haukumharibu, haukumchafua. Allah kamtunza. Wawajadaka ailan, na alikukuta masikini, faaghna, akakutajirisha. Yani wawajadaka faqiran, Mola wako alikukuta wewe fakiri. Yani fakiri na maskini vina maana moja, inakaribiana, lakini maskini huwa afadhali zaidi kuliko fakiri. Fakiri ndio yeye kapoteza zaidi. Fakiri inawezekana haja zake za kutwa hazitimizi, lakini maskini anaweza akahangaika, mahitaji ya lazima ya kutwa akayapata, akabaki kesho tu aamke akiwa yuhai mzima, ana nguvu, akachume tena. Maskini anaweza kuwa anayamudu maisha yake, lakini kuna mambo mengine yanakuja ya lazima akashindwa kuyapata, akalazimika akope au vinginevyo. Fakiri yale ya lazima ya siku hayapati. Kwa hiyo wewe Mola wako alikukuta faqiran, ni muhitaji, una hali ngumu. Muhtajan, muhitaji. Faaghnaka anil khalqi, Mola wako amekutajirisha kwa kukufanya huwategemei viumbe. Aghnaka anil khalqi, kakufanya ni mwenye kinaya ya nafsi, hukuwa ukajidhalilisha kwa viumbe, kumuomba huyu, kumuomba huyu, kumuomba huyu, ukawa unatosheka na hali ulionayo. Wanasimulia watu wa sira kwamba kuna kipindi kabla hajafa mama yake alichukuliwa na mama wa kulea, na ndiye aliyemnyonyesha, Halimatu Saadia. Akatoka Maka akaenda akakaa huko majangwani, huko vijijini, walikuwa wana utamaduni huo wa Arabu. Huyu mama alivutiwa sana na tabia ya huyu mtoto na akimpenda kupita kiasi, maana alikuwa hana utaaradhi mtoto. Pamechelewa kupikwa hadai wala halalamiki njaa. Alikuwa na marafiki, akiitwa wakati wa chakula anakuja na marafiki zake nyumbani. Chakula alichotayarishiwa yeye mtoto mmoja anakula na marafiki zake wote. Akishamaliza haendi akasema sijashiba, anarejesha chombo kakinai. Hajamuachia mlezi wake vyombo akoshe, yeye akishakula anakosha vyombo, anaweka kila kitu mahala pake. Alikuwa mtoto mdogo, lakini anaishi maisha ya mtu mzima. Watu wengine katika watoto wenziwe shida zao wanakuja kuleta kwake, anatatua matatizo yao, anawapa maelekezo. Tangu udogo wake alikuwa ni mtu wa maajabu maajabu maajabu. Kwa hiyo hajajifanya mzigo kwa watu na shida ya hichi, sina nguo, nataka pesa, na hakuwa na maisha hayo. Alikuwa ni mtu anayetosheka, anayeridhika. Kwa hiyo huko ndo kutajirishwa alikotajirishwa. Hata humjui huyu sasa hivi ana shida gani, anahitaji nini, kama hukuona zile alama za kimaumbile. Maana mwenye shida anajulikana, taarifunahum bisimahum, mwenye shida mnawajua kwa alama zao. Kwa hiyo alikuwa ni mkwasi kwa sababu moyo wake ni sultani. Allah kamfanya awe na kinaya, ana kinaya alichopata. Kwa hiyo wajadaka faqiran muhtajan, Mola wako kakukuta wewe ni fakiri, mtu muhitaji, yani unahitaji sana. Faaghnaka anil khalqi, Mola wako alikutosheleza usiwategemee viumbe. Kuombaomba nako kunamfanya mtu adhalilike.
kujifanya mtegemezi, unapoteza murua wako kwa watu. Kwa hiyo alikuwa si mtu mwenye kutegemea kwa watu, anatosheka na alichonacho. Kidogo akipewa, kala, kashiba, asemi sijashiba. Kashiba sawa, hakushiba sawa, yeye anaona ndo siku imepita. Bima yassara laka min asbabi tijara, Mola wako amekutajirisha kakufanya usiwategemee watu. Bima yassara laka, kwa lile alilokuwepesishia, alilokurahisishia. Min asbabi tijara, kakupa sababu za biashara. Kwa ilikuwa unafanya biashara, unapata faida yako unayopata, ikawa inakutosha mwenyewe kwenye maisha yako. Walamma addada alayhi hadhihi ni'ama thalathi, baada ya Allah kumworodheshea neema hizi tatu alizomneemesha nazo. Neema ya kwanza ni uyatima, kamtunza kwenye uyatima wake. Neema ya pili ni mazingira ya upotovu, akamsalimisha na kupotea, kamuongoza hakupotea. Na neema ya tatu ni umasikini, akamtajirisha kwa kumpa kinaya na kutosheka na kichache anachopata, hakuwategemea watu. Kamtajia hizo neema tatu. Halafu akafuatisha baada ya neema tatu, wasahu bithalathi wasaya, Allah amemuhusia nyasia tatu. Baada ya kumtajia neema tatu, akafuatisha wasia tatu hapo mbele. Mukabiliha, baada ya hizo neema tatu akampa wasia tatu. Faqala, akamwambia kwa kumuhusia, fa amma al-yatima fala taqhar, basi kama ulivyouona uyatima na ukaona madhara yake kwa mayatima wengine, wewe Allah akakuondolea madhara hayo, kakutunza vizuri, basi na wewe hakikisha yatima chini yako hadhaliliki. Fa amma al-yatima, basi ama yatima, kwa sababu sasa hivi mtume ana authority and power, ni kiongozi wa umma, yuko juu na maamuzi, anaambia chini ya dhamana yako hii ya kuwa kiongozi, hakikisha yatima hadhaliliki. Haina maana kwamba aagizie popote panapo mtoto yatima nileteeni kwangu nilee. Haina maana hiyo. Maana ya uongozi ni kujua shida za watu na kujua vipi nitazitatua, kujua vipaji walivyo navyo watu na uwe na uwezo wa kuvitumia kwa manufaa ya umma ya wengi. Kuwa wewe kiongozi haina maana wewe ndo unajua kila kitu kuliko watu wengine, au unaweza kila kitu kuliko watu wengine. Haina maana hiyo. Wewe kiongozi ni kama kuonyesha njia tu. Lazima uwe na dira, hao watu wangu ninawapeleka wapi? Leo wako hapa, ni waboreshe kipi? Kwa muda gani? Uwe na plani. Kwa hiyo wewe kiongozi, chini kuna watu wana maafa huku, wanapitia mazingira magumu. Kwa nafasi yako wewe uyajue haya mazingira magumu ya watu na ujue namna ya kuyarahisisha magumu ya watu yawe mepesi. Kwa hiyo fa amma liyatima fala taqhar, una nafasi ya uongozi kwa watu, kwa umma, hakikisha kwenye nafasi yako ya uongozi chini yako asidhalilike yatima. Sasa kama kiongozi ufanyeje? Na ndio maana utakuta zile expressions alizokuwa anatoa mtume, maelekezo, alikuwa anawahamasisha watu kuwatunza mayatima. Anasema ana wakafilu liyatimi kahataini yaumal qiyama, mimi na atakayemtunza yatima tutakuwa kama hivi siku ya kiyama, yani jirani yangu. Sio yeye ndo awachukue mayatima wote wakae kwake, atengeneze mazingira kwenye jamii yatima wasidhalilike. Kwa hiyo anatoa maagizo au atatoa makatazo, atakayemdhalilisha yatima atapata hichi, adhabu hii atapewa. Ndo principles za uongozi. Sharia inakuwepo kwa kuwabana watu wasikiuke taratibu, wasiwadhulumu wengine. Kama atafanya mtu dhulma, sharia inachukua mkondo wake. Kwa hiyo yeye alikuwa ametumia nafasi yake hiyo kuhakikisha yatima hadhaliliki. Yatima kamuandalia mazingira mazuri. Kwa hiyo mtu anapenda yeye mwenyewe binafsi, kwa yale matangazo yaliyotoka
pakitokezea pahala mtu kafariki, achukue yatima amlee, kwa sababu ya zile advertisements anazosikia. Anakai mtunza yatima, siku ya kiyama atapata hichi. Kwa hiyo mtu anayejua future yake, leo niko hapa, nifanye kipi nitakachokitanguliza katika mambo yenye fadhila, ni kumlea vizuri yatima, basi mtu mwenyewe anaraghibika kumlea vizuri yatima, amchukue, amchanganye na watoto wake, amtunze ili apate fadhila za kesho. Ni mambo ya uongozi. Mtume kafanya hivyo, akaliraghibisha jambo, yani kalihamasisha jambo mpaka watu wanahamasika, wanasema katika amali njema hii nayo ni amali njema. Au anapokuwa anaonya, maonyo yake anaonya watu mpaka wanaogopa katika jambo lenye matatizo, ni kumdhulumu yatima, unakaa pabaya siku ya kiyama. Ni maandalizi ya kiuongozi, na Mtume kafanya hivyo. Chini yake hakudhalilika yatima, kaweka kinga mayatima wasidhulumiwe, wasidhalilishwe, na karaghibisha watu wahamasike kuwachukua na kuwalea vizuri. Kwa nafasi yake kafanya hivyo. Nafahamiana? Fa amma yatima, basi ama mtoto yatima, kama ulivyokuwa wewe yatima ukatunzwa, na kwenye nafasi yako hakikisha ama mtoto yatima, fala taqhar, usimtweze, usimdhalilishe. Sio wewe kiongozi alafu kwenye uongozi wako yatima akadhalilika. Sitaki kuona hilo linatokea. Yani fa amma yatima fala tahtakirhu, ama mtoto yatima usimdhalilishe. Maana wewe kiongozi ukiachia mambo yanafanyika yanawadhuru watu, madhara yale unayafanya wewe, lawama zinakuja kwako. Maana unayajua lakini unayafagilia, inakuwa wewe ndo umeyaruhusu. Kwa hiyo wewe kwenye uongozi wako usije ukaruhusu, usiache mwanya mtoto yatima akadhalilika chini yako. Wala taghlibuhu, wala usimfanye akaishi maisha magumu, ala malihi, kwa kumghilibu kwenye mali yake. Yani kwenye mtoto yatima kafa baba yake, lakini baba kaacha chochote, huyu yatima ni mrithi. Haki yake aliyorithi kwa baba yake atunziwe mpaka atakapokuwa mkubwa akabidhiwe mwenyewe. Na aya ziko nyingi za Qur'ani, wa atul yatama amwalahum, watoto mayatima hawa muwape mali zao bwana. Hiyo ni amri ya Mungu, sio ya Mtume. Mali kaacha baba yake yeye akiwa mdogo, mnaambiwa muitunze, msiipoteze ikapotea. Muitunze, muikuze, muiendeleze. Akiwa mkubwa mwenyewe mumkabidhi hii mali yako. Kama gharama za uendeshaji wa matunzo ya hiyo mali unaweza ukajilipa mwenyewe, tufanya. Kama ni shamba umepalilia, umepanda miti mipya, bei ya hiyo kazi ulofanya toa mwenyewe, jirejeshe. Lakini mali ya yatima uitunze, ikue mpaka mwenyewe awe na maarifa ya kuchukua, kuidhibiti na kuiendeleza mwenyewe. Maagizo ya Qur'ani, na Mtume kayasimamia yote hayo, akayafanyia kazi. Yatima ana haki zake na zisipotezwe, akuziwe mali zake, akiwa mkubwa akabidhiwe mwenyewe. Wabtalu liyatama, kuweni mnawafanyia majaribio watoto mayatima, nyewe mnolea mayatima. Kuweni mnawapima uwezo wao wa kuweza kumiliki na kuendeleza mali, hata idha balaghu nikaha, mpaka wakishafikia umri wa kuoa au kuolewa. Balighi sasa, umsomeshe, umuadilishe, halafu uwe unampima. Nikimpa imali ana uwezo wa kuiendeleza huyu. Akifikia umri wa baligh, ukimpima ukamuona akili yake iko vizuri, shamba hili anaweza kulitunza, mifugo hii anaweza kuitunza, pesa hizi anaweza kuziendeleza, basi hapo ujue huyu kishakuwa mpe mwenyewe. Fadfa'u ilaihim amwalahum, wakishakuwa wana maarifa ya kujua chao na kukitunza, wapeni wenyewe mapema mali zao. Aya zote zipo zimetoa maelekezo hayo. Kwa hiyo huyu kiongozi yeye kapewa jukumu moja. Hawa watoto yatima alichokifanya Allah kuwaondolea wazazi wao, haja wadhulumu.
wangelikuwepo wazazi wao, jukumu la malezi na makuzi ya watoto hawa liko kwa wazazi. Allah akawachukua wazazi, jukumu hili linabaki kwa walio hai. Ndugu wa marehemu wachukue nafasi ya kaka yao mdogo wao, wawalee watoto wake na wasiwadhulumu chao. Ni amri hizo. Kwa hiyo Mtume yeye kama kiongozi anaambiwa asimamie hili. Fa amma al-yatima fala tahtaqiruhu, mtoto yatima usimtweze chini ya uongozi wako. Wala taghlibuhu ala malihi, wala usimghilibu kwenye mali yake. Yeye Mtume hatofanya hivyo, lakini asiwaachie watu kufanya hivyo. Kuna shamba la mtoto yatima akalichukua ami, mwisho wa siku yatima kishakuwa mkubwa, anaambiwa baba yako alikuwa ana kipande cha ardhi lakini hakikuwa na tija, kuja kimbunga miti yote imeng'oka, alafu ile ardhi yenyewe mbaya, nimeiuza kwa bei duni thamani, shilingi 50 tu nimeiuza. 50 yako hii hapa. Ushampotezea msingi wa maisha. Unampa pesa ndogo, wewe ushaghili sana kwenye mali yake. Kwa hiyo hichi kitu hakitakiwi. Huyu kwa dhamana yake ya uongozi kaambiwa asimamie hili lisitokee. Qala Mujahidun, amesema mwana wa chuoni Mujahid, la tahtaqiruhu, usimkwaze au usimtweze mtoto yatima. Waqala Sufyan, mwana wa chuoni mwingine Sufyan Thauri amesema, la tadhlimuhu, yatima usimdhulumu. Anaambiwa kiongozi hana dhamira ya kumdhulumu yatima, lakini hilo jukumu lina responsibility zake na answerability. Wewe ndo utakayekuwa masulu, wewe ndo answerable. Kwa hiyo hakikisha haya mambo kwenye uongozi wako hayatokei. Wanadhulumiwa watu wanyonge huko chini, mkubwa aliyoko juu anachekelea, askari wake wamefanya vizuri. Mfahamiana. Sasa huyu kiongozi huyu anaambiwa hili lisije likatokea, askari wake wasije wakawa wanaendesha mambo ya kuwadhulumu watu wanyonge huko chini. Na Mtume alikuwa hivyo. Masahaba wake, maaskari wake wanamuogopa, wanamheshimu na wanamtii. Lakini zaidi ni kwamba wanamtii kwa sababu ya amri ya Allah. Yeye mwenyewe anaogopa mtu kufanya maasi ya kumdhulumu mtu, kufanya tofauti na alivyoagizwa. Kwa hiyo uongozi wake ulikuwa ni wa uadilifu, anasimamia majukumu yake kama alivyotakiwa. Usimdhulumu yatima, yeye ndo anaambiwa hivyo. Yani na yeye ahakikishe walio chini yake hawatofanya kosa hilo. Bitadhi'i malihi, usimdhulumu kwa sababu ya kumpotezea mali yake. To kama hivyo mzee kaacha mifugo, ng'ombe 50. Ilitegemewa kama ana watoto wawili, wanarithi ng'ombe wao, weshazaa ng'ombe 50 wataendelea kuzaa. Lakini ng'ombe aliacha vijigombe hapa lakini vimekufa. Kwa nini mkaviacha vigombe mpaka vikafa? Mmefahamiana? Kwa hiyo walikuwa na msingi wa mali alafu ukapotea. Msifanye hicho kitu. Wal muradu, na makusudio, kun lil yatimi kal abir rahimi. Allah anamwambia mtume wake, kama wewe ulivyokuwa yatima ukatunzwa, na wewe huo ni mfano, ufanyie kazi. Kulli yatimi, kuwa kwa mtoto yatima, kal abir rahimi, kama baba mwenye rehema kwa watoto yatima, warehemu mayatima. Kwa hiyo wakaa kwenye kiti chako cha uongozi, ujue majukumu yako, chini kuna masuhulia mengi, uwajibike. Faqad kunta yatiman, wewe mwenyewe si ulikuwa yatima? Allah ndo anamwambia mtume wake, faqad kunta yatima, wewe ulikuwa yatima, unajua madhara na machungu ya uyatima. Faawaka Allahu, Allah amekutunza kwenye maisha ya uyatima. Kwa hiyo ulione hilo, na wewe wakati upo hapo kwenye kiti hicho umekalia, utakuwa na mayatima huko chini, wafanyie ihsani, watunze. Fa ammal yatima fala taqhar, yatima usimdhalilishe, usimwekee mazingira magumu. Wa amma saila, na ama masikini muhitaji mwenye kuomba, fala tanhar, usimkemee.
Usikae uko juu ukasema omba wote waondoshe, wanatutia aibu, wafukuze wapeleke porini, kwa sababu ukimpeleka porini akaliwe na simba. Tafuta sababu inomfanya kwa nini akawa hivi. Kwenye jamii yetu mbona kuna watu wa aina hii? Tutawasaidiaje? Na wao watasaidiaje jamii pana? Wawezeshe, wataweza. Kama mnavyosema, mtu maskini unaweza ukamtumia akakusaidia wewe kupata kipato na yeye akapata chake. Si ndo kupanua soko la ajira tu? Muangalie anaweza kufanya nini huyu, muwezeshe afanye kile anachoweza kufanya. Wewe utapata na yeye anapata chake. Kwa mfano, wewe binafsi sio kiongozi, lakini Allah akakupa riziki kidogo, una senti. Kuna watu mtaani kwako unapoishi jobless, hawana kazi, wanaishi maisha ya kutegemea wengine, jambo ambalo Uislamu haupendi. Basi hata huna nafasi ya kukaa ukastadi, huyu anaweza akafanya nini? Anaweza kufuga huyu, kwa sababu ardhi anayo, ina malisho ya kutosha. Nikimpa ng'ombe huyu wa maziwa, anaweza kumwendeleza. Yeye uwezo wa kumnunua ng'ombe hana, wewe unao uwezo wa kununua ng'ombe. Nunua ng'ombe, mpe ng'ombe, muamdalie mazingira yapo pa kwenda kumweka ng'ombe, halafu uangalie uwezo wake wa kumtunza huyu ng'ombe, kumlisha, kumpa maji, kuangalia afya yake. Akiumwa ampeleke veterinary akapate dawa, halafu ng'ombe atazaa maziwa, atatoa maziwa, atazaa watoto, atatoa maziwa. Maziwa anauza, mwambie 60% ya maziwa haya chukua wewe, kwa sababu ana mahitaji yake. 40% nipe mimi. Au wakati mwingine usitake kingi, mwambie 20% ya kipato kitachopatikana na ng'ombe hawa changu, 80% ya kwako, kwa sababu ndo unahangaika na mifugo. Kama kuna watu 8 10 umewapa hichi kitu, umewafanyia hivi, ile 20% ya watu 10 utakuwa umewapita hawa wanaopata 80%. Wewe utakuwa una kingi. Kwa hiyo pia na wewe unakuwa una generate income kwa kuwatumia watu wengine, kuliko kumwacha hana kazi kila siku, bana leo nimeshiwa, leo sina kitu, nisaidie chochote. Uislamu haupendi hivyo. Wafanyie activation watu, yani uwe na uwezo wa kumactivate huyu mtu afanye kitu ambacho yeye kitakuwa na manufaa kwake na wewe utapata manufaa. Sio ambie maskini waje wale nyumbani kwako wote, upike jungu kubwa waje wale. Kumlisha masikini ni kumwezesha akamudu na yeye kupata riziki yake. Kwa hiyo kuweni wabunifu kuangalia tutawafanyia vipi watu waondokane na hii tabia, waondokane na hii hali. Hivyo ukibuni, ukiplani, na wewe tengeneza chako umo kwamba sio unatoa chako umpe yeye tu. Na wewe tengeneza maarifa, na mimi nitapata 1% fulani, 1% fulani ninapata hapa na hapa, 1% fulani na kule 1% fulani. Utakuwa wewe unatengeneza, unaingiza kitu. Kwa hiyo kulisha maskini sio upike jungu kubwa uwaite waje wale. Wawezeshe na wao kupata riziki, na hili kila mtu anao uwezo nalo. Unafanya hivyo kwa kumwepesishia mtu maisha, pia na wewe ushajitengenezea thawabu na kipato cha akhira. Pia duniani utapata hiyo percent fulani, itanyanyua, itaboost kidogo income yako, lakini na akhira pia unapata thawabu kwa ajili ya kuzingatia maslahi mapana ya jamii. Watu umewarahisishia mambo. Imefahamika hiyo?